Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Seneta wa Marekani na moja kati ya washauri na wanaokubaliwa mno na rais wa Marekani Donald Trump, Bwana Lindsey Graham ameitaka Israel kutoshambulia maghala ya mafuta ya Iran, huku akitoa wito kwa Saudi Arabia kupigana. Katika chapisho kwenye ukurasa wake wa X, Graham alipongeza Israel kwa jukumu lake katika vita, kabla ya kuongeza kuwa kutakuwa na siku za hivi karibuni kwamba watu wa Iran watakuwa na jukumu la hatima ya wenyewe. Seneta Lindsey Graham wa Carolina Kusini ameitaka Israel kudhibiti mashambulizi yake dhidi ya miundombinu ya mafuta ya Iran, na hivyo kuashiria tahadhari nadra kutoka kwa mbunge huyo wa chama cha Republican ambaye amesema alisaidia kuisukuma Marekani kuungana na Israel katika vita dhidi ya Iran. Kupitia chapisho lake la X ama Twitter zamani, Graham alisifu Israel kwa jukumu lake katika vita na kuongeza kuwa kutakuwa na siku za hivi karibuni kwamba watu wa Iran watakuwa na mamlaka ya hatima ya wenyewe, sio utawala wa Ayatollah wa mauaji. Katika suala hilo, tafadhali kuweni uangalifu kuhusu malengo mnayoyachagua, aliendelea Graham. Lengo letu ni kuwakomboa watu wa Iran kwa mtindo ambao hauzuii fursa yao ya kuanza maisha mapya na bora wakati utawala huu unapoanguka. Uchumi wa mafuta wa Iran utakuwa muhimu kwa jitihada hiyo. Chapisho la Graham lilihusishwa na makala ya Axios iliyoripotiwa kwamba Marekani ilishtushwa na mashambulizi ya Israel mwishoni mwa juma ambayo yalilenga maghala 30 ya mafuta ya Iran siku ya Jumatatu. Bei ya gesi ya Amerika ilipanda hadi viwango vya juu zaidi tangu mwaka 2024. Graham anakiri kuchukua jukumu muhimu katika kumshawishi Trump kuipiga Iran. Onyo hilo kutoka kwa Graham, mshirika wa rais wa Marekani Donald Trump na mfuasi mkuu wa Israel, linakuja siku chache baada ya kiongozi huyo wa chama cha Republican kuliambia jarida la Wall Street Journal kwamba alikuwa na mchango mkubwa katika kumtaka Trump kuipiga Iran. Kabla ya mashambulizi ya pamoja ya Marekani na Israel dhidi ya Iran, Graham alifanya safari kadhaa nchini Israel ambako alikutana na wajumbe wa Mossad, shirika la kijasusi la Israel, pamoja na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, ambaye alisema alimfundisha jinsi ya kumshawishi Trump kuishambulia Iran. Wataniambia mambo ambayo serikali yetu haitaniambia, Graham alisema. Siku ya Jumatatu, Graham pia alielekeza ukosoaji wake kwa uamuzi wa Saudi Arabia kusalia kando ya kampeni dhidi ya Iran, huku akisema kwamba Saudi Arabia inapaswa kuishambulia Iran. Ni ufahamu wangu kwamba ufalme unakataa kutumia jeshi lao lenye uwezo kama sehemu ya juhudi za kukomesha utawala wa kishenzi na kigaidi wa Iran ambao umetishia eneo hilo na kuua Wamarekani 7, aliandika Graham katika chapisho kwenye ukurasa wa X. Swali, kwa nini Amerika inapaswa kufanya makubaliano ya ulinzi na nchi kama ufalme wa Saudi Arabia ambayo haiko tayari kujiunga na mapambano ya maslahi ya pande zote mbili, ni moja kati ya mambo ambayo wakati huu wengi, hasa Marekani yenyewe, imekuwa ikishangaa kuona kwamba Saudia yenye mfungamano mkubwa na Marekani haitaki kuingia katika vita hivyo ambavyo kimsingi wanaona kwamba huenda vikaharibu zaidi katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo wanaona kwamba vita hivi, endapo mataifa hayo ya Ghuba yataamua kutumia majeshi yao kuishambulia Iran, ni wazi vita hivi vitakuwa ni vikubwa zaidi na hatimaye vitatanuka zaidi na zaidi. Ikumbukwe Iran imetangaza inafanya mashambulizi katika maeneo yenye miundombinu ya Marekani ambayo wangeweza kuitumia kwa ajili ya vita vyao, lakini haikutaka kufanya mashambulizi katika maeneo mengine, licha kwamba kuna baadhi ya mashambulizi yalitua mahala ambapo si katika maslahi ya Wamarekani. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ili uyajue mengi yanayojiri duniani.